kazi alifanya yote jumla kwa siku 6, na siku ya 7 akastarehe. Kwa hivyo tunapoungana naye siku ya leo, siku ya 7, inakuwa ni kwamba tunamshukuru Mungu. Ingawaje wenyewe wanasema kwamba siku ya Sabato ni siku ya jana, lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Amen. Maana yeye ni Mungu siku zote. Kwa hivyo asante kwa kutoka mahali umetoka na kusema sitaendelea kulala kwa blanketi. Unajua blanketi naye ni mkora, kwa sababu ukikuwa nyumbani mpaka saa hii bado utaendelea kulala, kwa sababu bado hujawaka jua. Na unaambia tu jirani bado hujawaka jua. Unaambia rafiki bado hakujawaka jua. Ukiita mtoto na mama bado hakujawaka jua, kwani kuna ubaridi. Kwa hivyo blanketi inakupea kajoto na unakuwa katika hali ya kujicomfort kwa shida zako na unaendelea kusukuma usingizi. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kwa kukuja, kwamba hautatoka ibada ile ulivyokuja. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa fursa hii ambayo nimepewa kurejea tena kwenye madhabahu nikaweza kuzungumza neno la Mungu. Nashukuru sana mtu wa Mungu kwa nafasi hii ambayo nimepatia na kuniruhusu. Kwa hivyo nataka tuzungumzie kuhusu maombi. Mbegu haiwezi kuwa na nguvu bila maombi. Mbegu inakuwa na nguvu na maombi. Maji ya mbegu ni maombi. Mbolea ya mbegu ni maombi. Chochote kizuri kwenye mbegu, hata kupaliliwa kuzuri, ni maombi. Kwa hivyo tunapofanya maombi, tunafanya mbegu, sisi wenyewe tunajifanya kuwa strong. Tunafanya mizizi yetu kwenda kwa neno, na kwa maombi tunajiimarisha, maana Kristo anakutana na sisi katika maombi. Mbegu kama inalalamika hauwezi kujua, lakini utaiona unyonge wake, utaiona wala kuniaro sana iko, si ndio? Ya kwamba hii mti imejikunja pamoja, haina maji, haina chochote. Kwa hivyo unapoona kamvua kakinyesha, utapata kwamba hiyo mbegu inakuwa strong. Na Biblia inasema katika Isaya, neno la Mungu halitakuja likaenda hivyo, likawacha hivyo bila kuzalisha. Ni kama vile mvua inavyoshuka kutoka mbinguni. Kwa hivyo neno la Mungu ni mvua, na linapokuja ndani yetu, hata kama umekuja hapa roho yako imechoka, umekuja hapa roho yako imekasirika, umekuja hapa roho yako haitaki. Venye nimeuliza asubuhi nikasema hata mimi kuamka nimejilazimisha. Ninaamini hata katikati yetu kuna mtu naye alijilazimisha sana. Kuna wengine hata wamekwaruzana asubuhi. Na kwamba siamke tuende asubuhi kunanyesha. Wewe usingoje kwanza kuisha ebuka. Sasa hiyo kitu imekuwepo. Haleluya. Lakini wakati tumekuja, naamini kwamba unapojiachilia na kumruhusu Mungu, umwambie Mungu kwamba nataka unihudumie. Kuna sababu Bwana umefanya mimi, mbona nikakuja na mwenzangu fulani hajaingia hapa. Kuna kitu maalum mimi kama mbegu nataka kwamba nikaweze kunyunyiziwa, nikaweze kuwekewa, nikaweze kupaliliwa, nikaweze kuzingirwa vizuri, ili kwamba niendelee kukua katika vitu vya kiroho na vitu vya kikawaida. Amen. Kwa hivyo maombi ndio ambayo inatusongesha karibu na Mungu. Tunapofanya maombi inatusongesha karibu na Mungu. Tunalalamika malalamishi yetu, tunajipeleka kuitisha msaada wa Mungu, tunamwambia Mungu hali zetu na Mungu anakutana nasi. Kwa hivyo tutafungua kitabu cha Luka mlango wa 5. Luke 5, tutaanzia hapo hadi tuliachia. Niseme maandiko hadi tuliachia, na hapo ni moja tu. Luka 5 mstari wa kwanza na wa pili. Naamini kila mtu anapata Kiswahili, hata kama wewe ni msomi. Sijaona mzungu katikati yetu. Biblia inasema siku moja Yesu alipokuwa amesimama karibu na ziwa la Genesareti, watu wengi wakiwa wamesongana kumzunguka ili wapate kusikia neno la Mungu. Biblia inasema akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa zikiwa zimeachwa hapo, na wavuvi walikuwa wakiosha nyavu zao. Mstari wa 3 unasema
akaingia mojawapo, mahali tuliachia wakati uliopita. Biblia inasema mstari wa 3, akaingia katika mojawapo ya hizo mashua ambayo ilikuwa ya Simoni, akaomba aisongeze ndani ya maji kidogo kutoka pwani, kisha akaketi akafundisha watu akiwa mule ndani ya mashua. Biblia inasema mstari wa 4, alipomaliza kunena akamwambia Simoni, sasa peleka mashua hadi kilindini, kisha mshushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Haleluya. Kwa hivyo tunazungumzia kuhusu maombi. Maombi sio maombi tu. Maombi ni kuingia ndani, kufuliza. Yule mnyama anayekulanga mti hakuli matawi akaua. Akitaka kuweza mti atakula ile mzizi wa ndani, atakula kile mahali ambapo mbegu imetoka, na akianza kukula mahali mbegu imetoka, ule mti hata kama kutanyesha mvua, ule mti utanyauka, hautakuwa fertile. Maanake kuna udhaifu kuanzia ndani. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo tunafundisha asubuhi. Usije ukadhani tulikaa meeting tukafanya semina ya kufundishana tukuje kuhubiri. Hapana, kila mtu ameamka na shughuli yake. Tunapoamka asubuhi ni amen, asifiwe Yesu, amen. Habari ya asubuhi kwisha, mtu anaenda kuosha uso, mwingine anashughulika na shughuli zake, mtu na Biblia yake na Mungu wake kando. Amen. Kwa hiyo wakati amekuwa akifundisha mtumishi wa Mungu, nimekuwa nikimfuatilia, nikapata kweli mbegu haiwezi kupata nguvu kama haitakuwa na kile ambacho kitasababisha iwe na nguvu. Amen. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba siku moja Yesu alipokuwa amefika kwenye ziwa, alishuka pale Genesareti. Na aliposhuka pale, akaangalia akaona pale kwa ziwa kulikuwa na mashua ambayo ilikuwa imewachwa hapo. Na alipoifikia, akafikia kwa mashua ya Simoni Petro. Na akaitisha Simoni ili kwamba aje mwendeshaji wa mashua aweze kuiendesha, na akamsihi kwamba iendeshe ndani kidogo. Na Yesu akaketi ndani ya ile mashua, akaanza kuwafundisha watu. Na alipomaliza kufundisha, akajua kwamba hii ndio nilikuwa nataka, ya kwamba kuwe na hii ambayo nitafanyia hii ndio nifikie hawa. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akaketi ndani na akafundisha. Alipomaliza kufundisha na akawaambia kwamba alipomaliza kufundisha na mkamwambia Simoni, sasa pelekeni mashua yenu hadi kilindini, ingizeni ndani sasa, endeni mpaka chini. Kuna mahali ambapo hamukuwa mmefika, ingieni mpaka kilindini ndani ya bahari, mkavue samaki sasa. Maombi hauwezi kufaulu kama wewe unapapasaka maombi. Hapana. Wacha kupenda kuja kanisani wakati watu wameshafanya maombi. Kuna watu hawapendi pale mahali pa maombi. Tuna vitengo vidogo vidogo kwa tunafanya kwenye ibada. Wakati tulikuja asubuhi tulifanya maombi, tukatoka pale tumefanya worship, tumetoka pale tumefundishwa, kisha tumefanya maombi, tumefanya worship, tumefanya praise. Haleluya. Kwa hivyo zaidi kwa kufundishana. Kwa hivyo kuna watu ambao hawapendi kitengo fulani kwenye kanisa. Na ni hatari sana kwa Mkristo wewe haupendi maombi. Pengine unapenda kuhubiri kwa sababu atakuhubiria pokea gari, pokea shamba, pokea nyumba, pokea afya, na hizi vitu hauwezi ukavipata bila maombi. Haleluya. Neno tunaliunganisha na maombi. Neno linafanyikana kana kwamba hiyo ndio udongo mzuri ambayo inapandwa nini? Mbegu. Yesu akatoa mfano akasema, na mbegu nyingine ikaanguka kwenye udongo mzuri. Haleluya. Kwa hivyo neno linafananishwa na udongo. Kwa hivyo unapokuja, udongo peke yake hauwezi ukamea kitu. Lazima kuwe na kitu ambacho kitatokea kwa ile udongo ambao ni mbegu. Kwa hivyo unapokuja kanisani, penda sana kusikia neno, kisha ufuatisha na maombi. Omba kwa hali yenye uko ndani. Omba kwa hali yenye uko ndani. Omba kwa dalili zenye unaziona. Kuna
unakihofia maishani. Kuna ndoto zingine zinakuonyesha hatari mbele mahali unaenda, unaanza kupambana nazo mapema, unaambia hadi kwamba hautakuja. Mungu ni mwaminifu. Biblia inasema ya kwamba Mungu hatalifanya neno au jambo bila kufunulia manabii wake. Haleluya. Kumaanisha kabla ya jambo lijakuja kutokea maishani mwako, Mungu anakuonyeshanga kitu. Kuna kitu tu unaotanga, kuna kitu unakiofianga, kuna kitu kikaa ndani yako unasikia hauko sawa, kuna hali maishani na kutishia. Hiyo ni kitu Mungu anakuonyesha, kile ambacho kinajipanga kutokea kwa maisha yako. Utakipinga namna gani? Wakati unapokuja kwenye kanisa, neno linahubiriwa, alafu watu wanaingia kwa maombi, unachukua hilo neno, unaambia hadi ya kwamba leo naingia kilindini, hapo mahali penye ulipandwa kwa maisha yako ili kwamba uje kutokea. Leo ninakataa, hautatokea kwa jina la Yesu. Na unamaanisha. Then ukikaa muda kidogo utapata hiyo kitu kinaondoka, unaanza kujihisi vizuri, unaanza kuwaza vizuri. Kuna watu wengine tunachafuliwanga akili zetu, tunachafuliwanga mioyo yetu, tunachafuliwanga anga letu. Haiwezi likasafika kama wewe hauombi. Lazima utajitetea kwa maneno ya mdomo yako, ni maombi. Haleluya. Kama kuna kitu Mungu anachukia sana, ni ile kunungunika. Ai, Mungu ameniacha. Mungu amenifanya. Mungu anisikii. Mungu ana ubaguzi. Hiyo vitu Mungu hapendi kabisa. Kama kuna vitu Mungu hapendi ni hiyo jambo. Kwa hiyo unapofanya maombi, haufanyi maombi tu. Maombi fanya kuingia ndani. Wewe mwenyewe chukua time ya kuingia ndani ya maombi. Hiki kitu mimi sitaki kukaa nacho. Hii hali mimi sitaki kukaa nayo. Haya maisha mimi sitaki kukua nayo. Hii tabia mimi sitaki kukua nayo. Hii roho mimi sitaki kukua nayo. Hii ugonjwa mimi sitaki kukua nayo. Hii harufu inayotoka kwa mwili wangu, inayofanya watu wananikataa, inayofanya watu wananitusi, watu wapende kusonga karibu na mimi, hii harufu mimi sitaki kukua nayo. Kwa damu ya Yesu leo naitoa. Haleluya. Utapata hicho kitu kikikuondoka. Utapata hiyo roho ikikuacha. Na unapoomba unafuatilia. Ukisikia nakuja unaiambia nimekukataa. Maana katika James 4:7 nasema mkaribieni Mungu, mpigeni shetani na atafanya nini? Atatoroka. Kwa maombi utamkaribia Mungu. Hatuwezi kukaribia Mungu bila maombi. Tutasikiza neno. Tukishasikiza neno Mungu anakuangalia. Umeshamsikia akisema. Sasa neno ni Mungu anazungumza. Na akishazungumza anataka pia wewe uzungumze. Haleluya. Neno ni Mungu anazungumza. Akishazungumza Mungu anataka na wewe pia uzungumze. Maana yeye ameshazungumza ya kwake, yenye anaona kwako, yenye hataki kwako, yenye anataka wewe ufanye ndio ufikie, ndio ufanikiwe. Sasa ni wewe kuchukua wakati wako kumwambia Mungu, neno lako limesema leo nifanye kitu fulani, leo nifanye kitu fulani. Bwana nisaidie, nifanye, nipe nguvu, nisaidie watu wa kwetu hawakufanya. Ninajua wapinzani wangu ni wengi, lakini Bwana naomba unisaidie kwamba nikakifanye. Mungu anataka mtu ambaye akishalisikia neno na wewe sasa mwambie Mungu. Umempa Mungu ruhusa, amezungumza na wewe. Baada ya Mungu kuongea na wewe, na wewe sasa chukua nafasi, anza kuongea na Mungu. Mwambie Mungu, Baba umesema. Kweli hapa niliteleza. Hapa kweli mimi niliiba. Hapa kweli nilipungukiwa nikaongea vibaya. Hapa kweli niliwaza mpaka nikaua. Hapa Mungu nimefanya kitu fulani, nimemwaga damu. Kristo naomba unisamehe, na kuanzia leo naomba unitakase. Nipate amani ya maisha, nipate amani ya akili, nipate amani ya moyo, nipate amani ya huduma, nipate amani ya ndoa, nipate amani ya kuendelea. Wewe utaomba, utamwambia Mungu kulingana na neno ambalo umefanya nini? Umelisikiza. Haleluya. Kwa hiyo unapokuja kanisani unakuwa makini sana na lile neno ambalo linahubiriwa. Neno likihubiriwa wewe unalifuatilia kulisikiza. Na hata Mungu pia anasema yeye ulifuatilia neno lake ili kwamba aweze kufanya nini? Kulitimiza. Analifuatilia kuona kama umelisikia, anapata umelipata.
unakubali ama hapana. Unasema nakubali ama unakataa. Then unaambiwa jitetee. Kujitetea ni maombi. Na wanaenda kwa mahakama. Ninakuwa mtu anashtakiwa siku fulani, tarehe fulani, kukafanyika, mtu amenyamaza. Ukishamaliza unaulizwa mashtaka, unasema ni ukweli ama ni uongo. Huwezi hata kujitetea sasa. Inakuanga yes or no. Amen. Unasema ndio ama hapana. Na baada ya hapo unaambiwa jieleze. Ukishajieleza ukweli wako, kwa ukweli wako wewe ndio utapatikana makosa au ndio utajifungua kwa ukweli wako. Haleluya. Kwa hivyo maombi yanatufanya kuwa huru. Wakati tunaingia deeper in prayer, hatutokangi mikono mitupu. Tukiingia ndani ya maombi, maanisha kuchelela ngabutwa tawe. Hata ya maombi unaweza omba mpaka ukafikiria kwamba hayapo. Umeomba mpaka umekusanya mapipa ya maombi, umekusanya magunia ya maombi. Nimeomba miaka 5 lakini haijawahi. Nakwambia siku ile maombi itaanza kumwagika kufanya kazi. Niulize, kuna wakati mwingine mtu unagonjeka mpaka unashindwa hata kuinua mdomo. Hata mambo ya Mungu sasa hutaki. Sijui kama mtu amefika hapo. Yaani umegonjeka, umeumia mpaka unajiuliza na Mungu yuko ama yuko. Lakini unajiuliza ndani ya Mungu, unasema ni sawa tu, chenye anataka afanye. Mungu, mimi niko mikononi mwako. Hata kusema tu asante Baba, nataka kulala hakuna. Hata kumwambia tu Mungu asante kwa jambo la uwezi, maana hali yenye uko ndani umefinyika. Ni nini kinatusaidia? Ni ile maombi tunajiwekea stoko. Wala siwe sana. Kwa hivyo penda kufanya maombi. Jiombee kabla hujafika kwa hiyo siku. Jiombee kabla haujaingia kwa hatari. Jiombee unapoingia mwezi wa 5, haujui utaenda safari wapi. Shetani asije akapanga safari za haraka, akaenda akaangamiza maisha yako. Jiombee leo. Nasema mimi ni mbegu, nikiingia kwenye gari, mbegu zote ziko pale na wifi. Kwa damu ya Yesu mimi nikiwa pale, ninawafunika kwa niaba yangu. Tutaenda salama, nitarudi salama kwa jina la Yesu. Amen. Unajiombea leo. Matanga yenye hautaki unaikataa mwezi huu. Kabla tuingie mwezi wa 5. Amen. Vita vyenye umepigana mwezi huu tukimaliza, ama mwezi tumekuwa ndani wa 4. Mwezi unaokuja usikuwahi kuwepo tena. Wakati tumekuwa tukifanya maombi ya mwezi wa 5, ndio nimekuwa nikikumbuka hiyo mwezi. Amen. Mwezi wa 5 ndio nilizika baba ya mchungaji. Mwezi wa 5 ndio nilizika baba yangu. Kwa hivyo nimekuwa nikitabiria mwezi wa 5 siziki mtu. Mwezi wa 5 hutaniletea shida. Mwezi wa 5 hautanitatiza. Hautanirandisha kwa matanga. Hutanifanya mimi kwa mpumbavu. Na kama ukanikalie, unitawale mwezi wa 5. Nitakutawala kwa jina la Yesu. Lazima uwe mtu ambaye unaweza kushughulikia kwa maombi. Mimi ni mbegu. Na kama mimi ni mbegu, nitaenda vile Mungu anataka. Mbegu nyingine kutoka kuzimu iliyozaliwa kwa sababu ya shetani aliyepanikiza mahali ite initese mimi, haitanitawala mimi. Amen. Haleluya. Kwa hivyo maombi ndio itakao tusaidia. Wanafunzi mnafaa kuomba kabla ya kuingia mwezi ujao. Siku ambazo umebakia nazo, amulisha hiyo subject vile mchungaji amesema. Amulisha mwalimu anakuchukia kama mwanadamu. Pengine kuna mbegu ya ibilisi ndani yake. Nafanya huwa anakurudi. Wewe mwambie mwalimu ukiwa hapa, taja majina yake mahali asipokuwa. Kama shuleni kwa. Mwambie Mr. Saflan, Madam Flan, leo nakutabilia na kukunenea. Utakuwa mbegu ya ibilisi kwako. Utakuwa mbegu ya kunishusha kwako. Wewe subject wewe ulineka tu na mwanadamu. Hii ni maarifa ya mtu. Na kama mtu ndiye alikuleta, hata mimi na maarifa ya Kristo. Bwana anaenda kunisaidia. Mola huu nikienda shuleni, ninaenda kupasua. Bila mahali pamekuwa pagumu na patabilia, ninapanenea. Mimi ni mbegu ya kuzalisha. Mimi ni mbegu ya kukua. Mimi ni mbegu ya kufanikiwa. Mimi ni mbegu ya kuendelea. Mimi ni mbegu ya kuongea. Mataifa mpaka wajue kwamba kuna mbegu kwenye darasa hili. Mchungaji ametuambia, amesema watu waovu wanatajirika, wanakuwa na mali na utajiri, lakini wewe hauna lolote. Kwa haraka sana ni mama yangu wewe kimoja ndio majini. Na wewe kimoja ushanastaka hapo, usisonge karibu na yeye. Wewe utakumaliza bwana. Aje, hatujui jamaa ako na wasichana. Ako na warembo
maombi na neno la Mungu unafanyianga nini? Neno linahubiriwa, watu wanaingia maombi. Napenda watu ambao ni wadasimu. Unaingia maombi, unatoka kwa ulimwengu wa kawaida, unaingia kwa ulimwengu wa roho. Unamwambia roho, nimekuja. Kama kuna roho imeniataki kwenye roho, tumekuja mimi sasa, sio mwili, mimi ni roho. Tunakutana leo, ninaangusha, tuna fight leo. Ninaweka, nafanya roho yangu, roho wa kwangu kuwa strong, na ni roho ambaye ametuma kuja kunipiga. Utamfanya kwa maombi. Amen. Haleluya. Amen. Kuna vitu vingine hata tunahitaji kukemea. Kuna vitu vingine nikiangalia, unaangalia tu hivi. Kuna vitu vingine hata kulala juu, anachemsha maji moto nini, hata sijui grams na wewe uombe maji kausha hizo vitu. Zilikuwa siku za mababu na siku za kwetu sisi. Kama tulishatoka kule, na wewe sasa unaweza toka mwenyewe. Kuna vita nyingine unataka kupiganiwa, ni wewe utajipigania. Haleluya. Kuna vita nyingine utajipigania. Kama wewe utaamua, utasema mimi kama Ana Penina umenichosha, nitaenda kwa magoti. Neema inatumika kwa nyumba ya mfalme, lakini haoni kama ni aibu. Ikifika masaa usiku, jamaa anaenda kuomba kwa sababu ya ukuta ulioanguka. Anaingia kwenye maombi, anaingia. Ikifika mchana anachukua kikombe, anapeleka kwa palace, anatumika pale. Ikifika usiku, jamaa anachukua nafasi yake na Mungu, na siku moja Mungu akafanya. Bwana asifiwe sana. Maombi lazima wewe mwenyewe ujipange. Mimi nikikufa maombi na jua kama nani sienzi sana. Hivi kwenda ninaenda. Ni kuharakishwa ina harakishwa hii. Lazima nikuwe na kitu cha kujikuwa na kitu cha kujitetea. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuwa na kitu cha kujitetea. Watu wanaweza tembelewa kwa domo, wakanyongwa, lakini hata hiyo pepo na hiyo spirit na hiyo jini haitawahi fika kwako. Amen. Haleluya. Nikaenda kwa hoteli, tukalala wawili, kitanda viwili. Tukalala moja hapa, mwingine pale. Tulipokuwa tumelala usiku karibu saa 8, tena mtu anataka kuja kwa ajili ya Mungu. Nikaona msichana amekuja mrefu na faili amezibeba, na amevaa kiatu ile ya juu, acha hiyo kiatu yako unavanga hapa, batishia watu. Hiyo si kiatu, kuna kiatu. Na inafanya na akapanda stairs, mimi namsikiza kwenye ndoto, na akakuja akaifungua mlango na akaingia. Na kuangaliana hivi nikapata anawaka macho kama hizi taa. Akawaka macho. Nikamuuliza, unataka nini? Akaniambia, si wewe nataka. Akazitupa zile faili chini, akaenda kwa mwenzangu. Na alipoenda tu kwa mwenzangu, nikasema, kwa jina la Yesu hautafanya kitu kwa sababu yangu, hutamjeruhi. Na ilikamuka. Bwana asifiwe sana. Maombi yanatuokoa kwa vitu. Pepo linaweza kuja mahali penye huko, lina target kuua watu, lakini kwa sababu yako ukaokoa watu. Kwa sababu wakati unaitana msaada wa Mungu na kumwambia Bwana, wakati nimelala hapa, hii ndio iko safe. Yeyote ambaye amelala hapa hapo chini ya mamlaka yangu. Na natangaza kwamba wanafunzi wote walio hapa, hata wale wanapanga usiku hawatakaa. Wale ambao wanaruka usiku hawataruka. Maana naenda mpaka kilindini. Unaingia usiku, watu wamelala, wanadhani umelala. Ndani ya moyo umeenda kilindini. Ndani ya roho umeenda ndani ya roho. Unakamata utao wa nyumbani. Unakamata usafiri wao. Unawashukisha. Unawaondoa. Unawaambia hii mdomo uchawi hata nitawala. Hakuna mwanafunzi naye toka kwa ushirikina atakayekuwa kichwa hapa kunifanya mimi
mliombea, kumbe mlikuwa na wadudu wa choo. Haleluya. Maana watoto wanashiriki wanakulinda vizuri, maana alizazinyene mama msiku. Haja mafuni. Anakuja wewe unafikiria ati mtoto ame kumbe analishwa vyakula huko. Amen. Msipofanya maombi kama wanafunzi, mnasoma mahali wazazi hatuko. Mnasoma sasa sisi tutakuwa na shida tunaombea. Amen. Hati dawa inaanza hizi baba kufunike kunyole. Wachana na taizi yake shughuli ombea sakini. Amen. Wacha nyumba mpaka pata dawa kuja kuona amekona mashimo na ndio kwa jimoni ndio wewe niko sasa. Amen. Kuna pesa matende ati ndama kuna kichwa limebaki kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Maombi yanatusaidia. Tunapofanya maombi, ingia ndani ya kilindi. Ingia ndani ya shina. Tafuta kule ndani. Chochote kinachotaka kukwarusha. Huko ndio unaingia kwenye maombi. Amen. Haleluya. Amen. Na huyo jamaa naye anajibu mstari wa 5, anasema Simoni akajibu Bwana, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Kwa nini? Hiyo ni kukata tamaa. Laziness wa hapo baya. Watu wengi tuko lazy. Hatutaki kujitolea kufanya maombi. Nilikuwa nachekesha Benzi aliniambia kitu na mimi nikamwambia kuna siku moja nilikuwa ndio nimeokoka, nimekaa karibu mwaka mmoja. Sasa hiyo siku nilikuwa nimejaribu kufanya maombi, nikafanya maombi vile pastor alisema kanisa nikafanya. Kumbe nilifikia ufalme. Nikafika usiku nikaona kumutu kubwa. Hata hivi nyumba ndogo. Na nyundo. Amenikujia. Na akaniita jina langu la kwanza, akaniita kwa sauti. Nikasema yeye. Akaniita nimesema nimekuita namna gani? Nikasema yeye baba, nimesikia vile umeniita. Akaniambia nikuue, nikamwambia hapana. Nisamehe, akaniambia nikupata ukifanya hiyo maombi siku nyingine. Baada mwaka nani kelanga tena. Siku nyingine mwingine akakuja na kushera ukali. Hizo nani zingo. Na mimi sasa ni hadudu hivi. Yanajiona ni wahamudu hivi. Hata siko. Ni vile tu macho ndio nilisaidia kuona kwamba niko, lakini sikuwa kwa sababu ukubwa wake na kushera kwa zingo ni mkubwa. Anataka kuniweka ndani, nikaomba nikasema, Yesu, unisaidie nisikie ndani ya hii kitu, na akapotea na nisada yake. Amen. Haleluya. Amen. Maombi, ukitaka kujua umeomba, vita vinaongezeka. Ukitaka kujua umeomba, vita vinaongezeka. Amen. Hali inakuwa tafu. Sasa na wewe pia unakuwa tafu. Unasema hata kama kimeumana hapa, niko tayari kwa lolote. Ninajua mtetezi wangu Ayubu akasema, najua mtetezi wangu yu hai. Bwana anakuja kuniokoa. Ninamwabudu Mungu ambaye hajafa. Namwabudu Mungu aliye hai. Na ninaamini kwamba masaa yanatimia. Yesu anakuja, lazima ataniokoa na hali hii. Amen. Haleluya. Amen. Masaa ya Mungu lazima yafike. Amen. Hata kama inaonekana kwamba kimeumana, kimeshindikana, ni kigumu, wewe omba. Amen. Unaomba unaona vitu havikwenda, sasa omba kabisa. Viambie vibaya vyote vilikuwa kwangu viondoke. Yale ambayo haikuwa ya Mungu yote na sheki yote yanguke, vitoke kwa maisha yangu. Nataka vitu vipya. Nataka Mungu. Nataka nimuone Bwana. Nataka nifikie uso wake. Na vitu vitabadilika. Haleluya. Mimbaji akaimba akasema, nataka nimuone Yesu, nataka nimuone Yesu, nataka nimuone nataka nimuone. Hauwezi muona Yesu kama hauingiagi maombi. Unaingia maombi. Siku moja nilifanya maombi ya siku 14, maombi ya mfungo. Nikawa naomba kinyume na kila joka iliyo juu ya mlima niliyouzwa, nikapeana ndani, nikaambia hilo joka, haya ni makosa. Mimi sitakuwa chini na ndani ya tumbo la joka.
nazungusha kama vile nazungushaka watu wa kwetu. Mimi leo nakataa, ndipo nalitoboa, ninaliua. Nilipolala usiku, joka lilikuja mabasi kama 15, joka kubwa kama basi, na nimetoka kwa mlima na nimekuja, na unasikia mlio wake unalia, ninakuja. Nikajaribu kukimbia, nikapata hiyo basi ni kubwa na nimefika. Na Mungu nikaita, Yesu wa Nazareti, Bwana nisaidie. Sijui mahali kisu kilitoka. Nilirarua nyoka na ilikuwa inatoka usana, madamu inanuka. Nikachoma, nikidunga, nikirarua, nikidunga, nikirarua, nikidunga, nikirarua, nikapasuka, nikapiga, nikaua. Niliua mpaka basi zikapukuka. Ile uoga, kwa sababu sikuwa ile uoga, Mungu alinipatia ujasiri ulionisaidia. Joka lilipunguka. Nikarudi kukawa sababu joka tu kwa kawaida. Lakini nimetoboa haiwezi amka, imekufa. Hapo ndio maana kuna vitu fulani vilianza kuniondoka. Kama haujafika kilindini, hauwezi pigana na madhabahu. Madhabahu yalikuwa yamezuia wakina Simoni wasipate samaki usiku kucha, kwa sababu hawakuenda kwa jina la Bwana, walienda kwa utafiti wao, hawakupata. Hiyo ndio ilikuwa inawazuia wasipate, lakini kwa neno la Mungu sasa wanatumwa, tayari alishakata tamaa. Maombi lazima uombe upate nguvu ya kukabiliana na hali yenye uko ndani. Haleluya. Maombi lazima uombe ndio upate nguvu, power ya kukabiliana na hali iliyo ndani. Vitisho na wanadamu venye unasikianga. Leo utasikia injili. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maombi lazima utaomba. Na unapoomba, hapo ndipo utakabiliana na madhabahu, utakabiliana na maroho, utakabiliana na majitu. Ukiona wameamka, wameinuka, magonjwa kwa nyumba, madeni inaingia, hali inabadilika, uoga unakuja, ndoto ni mbaya, jua umefika kwenye falme Shah. Enda kilindini, usikate tamaa. Mwambie Yesu, bado nakutafuta. Andili hii madhabahu inaniachia. Familia yangu lazima iwe salama, nyumba yangu lazima iwe salama, mume wangu lazima iwe salama. Yale maisha magumu ya mapato leo lazima napata. Lazima ufanye maombi. Tunashinda kwa sababu tunafanya maombi. Vita tutashinda kwa sababu ya maombi. Najua mimi nimekuwa na shida moja saa hii. Ukikuja kwangu unafikiria nitakuombea, si rahisi venye unafikiria. Na hata sio upange, si nikupange tu hii saa hii. Pengine unanishangaanga. Kwa sababu mimi kitu ambacho kimenilea na siku anaenda kwa mtu ni maombi. That's why niko mwadhiriwa wa maombi. So mimi najua popote pale nataka, kila kitu mimi nataka, lazima nitafanya maombi. Nikitaka niwe na amani, niingie maombi. Nikitaka watoto watulie, niingie maombi. Nikitaka nipate amani yangu ya ndoa, niingie maombi. Nikitaka vitu zangu zitulie, niende maombi. So ndio sababu nimekwambia mimi, ukiua maombi umeniua. Nachukanana na hapo mahali sana. Hiyo laini usikanyage, maana iko life. Hiyo laini ni mbaya. Ukikanyaga hiyo ni mbaya. Kwa hivyo watu wengi wakuja kwangu, hata ukinipigia simu nitakwambia amini Mungu. Mwamini Mungu. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Sikwambii kwa sababu nataka ati nikwambie tu ufanye, lakini nakusaidia mimi nikupe dawa na mbegu yenyewe. Sio nikudanganye nikuombea hapa wewe siku mbili urejea hapa. Nikuombea siku tatu ukikuja ukipata kama siko. Sio mwana mtu akipiga simu. Tuko kwa ibada. Amen. Haleluya. Tuko ndani ya nini? Tuko ndani ya ibada. Tuongea baadaye. Hata tunaweza ongea saa 8. Kwa sababu leo ni siku ya ibada. Maombi ndio mimi nitakusaidia nayo. Ndio kitu ambacho kimeendelea mimi. Ninaambia kwa juzi nilikumbusha mchungaji, nikamwambia mchungaji anasema hawa watoto ni wa mchungaji, hawa watoto hawataki maombi, hawa watoto nawafundisha vitu vya Mungu wanawacha. Nikamwambia pasta, siku moja nilimwambia pasta, wacha kusumbukia kwa watoto. Ubiri chini na mataifa, wacha
Nikamwambia Pastor, sikia nikwambie. Hao watu hata mahali penye watatafutia Mungu hatutakuwepo. Mtu atakuwa anaamka by fire, by force. Ushuri tulishawafundisha nini? Njia. Hakuna majivu, hakuna vitu nyingine. Chenye kiko tuliwafundisha Mungu. Bibi atamkanga ni mahali roho amekataa usiko. Anakonyomba, anaanza kuomba, mimi siko. Sasa kama ndani yake anapambana, mzee wake analala usingizi ajui hiyo maneno. Sana naomba, Mungu ababatibu, Mungu ababatibu. Huko. Na Mungu anajua kumbe ulikuwa unajuanga hizi vitu. Haleluya. Sasa maombi mimi wacha nikusaidie. Maombi mimi ukikuja kwangu, mama mimi na mwambia mwanaingia ndani ya maombi. Hakuna kitu kingine nitakusaidia nayo. Wenyewe wewe na nijipandishe nikuje kwako. Ni maombi. Mimi nitakwambia ingia ndani ya maombi dada. Pata nafasi na Mungu. Ingia ndani ya maombi. Mwambie Mungu mimi ni wangu. Hawa watoto ni wangu. Hii kazi inasumbuliwa ndani yangu. Wewe unakuja kutuletea vita ya kazi na unafanya maombi. Unataka kufanya maombi. Wewe unatuletea vita ya kazi na utoaji fungu la kumi. Unataka kutukuombea. Unakuombea nini? Tuongeze adhabu ya Mungu nyole Mungu na ofisi ndio. Enda kuleta mchezo. Amen. Bwana asifiwe sana. Watu wafanye maombi. Nyumbani kwako kufanye maombi. Kazini mwako kujulikane hapa kunaombwa. Baba customer wanakuja wanajua jambo la kwanza kinafanyika hapa ni maombi. Wanameji na madam mkifika shuleni, walimu watoto wajue mwalimu wetu ni maombi. Anaingia kwa na mstari ya siku. Amen. Haijalishi kuna mtu alikuja mbele. Wanzo umeingia, tuko na neno la siku. Neno la siku kubena sema mahali fulani. Neno sema hivi na hivi, tufunge macho tuombe. Kabla tufanye mafundisho mengine. Watoto wakujua huyu ni mwalimu wa maombi, akinichapa kwa sababu ya makosa yangu. Lakini yeye ni mtu wa maombi. Omba uone. Wewe ufira nyuma hiyo. Ombeni mpaka mkue mapolisi. Ombeni mpaka mkue kwa deputy. Mumeha ndio master. Hata wale master wengine wanasoma kama nyinyi. Haleluya. Amen. Ambia jirani mimi naitwa Stroki. Haleluya. Unajua ukisikia mtu anasema naitwa Stroki, usifikirie ni mchezo. Kuna kitu amepitia. Kuna hali ameiona. Kuna maisha changamoto huyo mtu amepitia. Haleluya. Amen. Mimi hata mvuruta na kama sinaitwanga nifanya nini? Siondoki. Niliambia mchungaji sababu hiyo ni kama inakusumbua. Pastor, sisi hatutoki. Aliyetuweka hapo nani? Ni Mungu. Si walikuwepo? Hapo ndio tuko. Waambiange sisi ndio tu. Sisi ndio tuko. Aidha mtatii masharti ama mtaponyoka. Na mtaacha huduma na uwezi jibadilisha kwenda kwingine, mtakaa hapo. Haleluya. Nikuomba Mungu, tunaomba Mungu hapo ndio nipo. Madhabahu ya kwingine haitakuja kunivuruga. Madhabahu ya shule haitanivuruga. Madhabahu ya maduka nafanya nayo kazi. Hata kama mtu yule alijenga misingi yake kwa namna gani, Yesu Kristo ndio mwamba na ako ndani yangu. Kwa sababu ako ndani yangu, nikiwa hapa madhabahu yake itakufa mpaka vile nitatoka hapa. Haita survive nikiwa hapa. Haitaongea nikiwa hapa. Haitatumana mshahara nikiwa hapa. Haitanichokora nikiwa hapa. Haitafunga pesa nikiwa hapa. Na hapa ndio nitakuwa. Haleluya. Maombi hatuombe tu. Maombi tunaomba kuingia kushama. Kwenda kilindini ndani. Tunaingia ndani kabisa. Tunaambia Mungu hapo ndio tumekuja. Fungua nami Psalms 69. Psalm 69. Sura yangu inasema nini? Psalm 69. Ofisi, Psalm 69. Mtu mkubwa amekuja huko heshima, usimwaipishe na hiyo TV. Mtu aliyekuja huko anastahili heshima. Action. Usifanye huyo ndugu aanze kulia huko sauti kubwa. Tushinde mahali pa kwenda. Mmemwonyesha mahali mnafinya kubonyeza.
Mtu amepata? Soma tu kuanzia 1 hadi 3. Maandiko yanasema, Mungu niokoe, kwa maana maji yamenifika shingoni. Ninazama kwenye vilindi vya matope, pasipo mahali pa kukanyaga. Nimefika kwenye maji makuu, mafuriko yamenigharakisha. Nimechoka kwa kuomba msaada, koo langu limekauka, macho yangu yanafifia, nikimtafuta Mungu wangu. Biblia inasema, mwandishi anaandika, Daudi anaandika mambo haya, anaomba msaada kutoka kwa Mungu kwa hali ya shida na mapito yenye anapitia. Daudi anafanya maombi ya kuugua mbele za Mungu, anaomba na kumwambia Mungu, Mungu niokoe. Oh God, rescue me. Mungu uniokoe. Maombi yanatuokoa na mauti ya haraka. Unapofanya maombi yanatuokoa na ile mauti ya haraka. Umejipata kwa barabara, pikipiki inaacha barabara, inakuja mahali ulipo. Kama umefanya maombi yanatuokoa na hayo mauti ya haraka. Unapita kwenye mto, unapita kwenye chui ya mti. Kitabu alikuwa anapitaka mkoko Hobodala. Wametandika makoko tu, wameweka miti mikubwa hivi. Kuna nyingine alikuwa anapitaka hapa kwa mto chini kwa kila chini hapa. Unapanda huko. Ni miti tu ilikuwa kasibali kama wametoa mabali huko. Miti tu mikubwa mitatu hivi. Watu walikuwa wanakanyagaga unasaleza ndani. Hiyo ni vitu ambavyo huwa tunaomba Mungu. Kwa hivyo Daudi alikuwa amepitia changamoto, hali ya maisha, akawa anamwambia Mungu, Mungu uniokoe, kwa maana maji yamenifika shingoni. Ni mauti alikuwa anaona, ni kifo alikuwa anaona, ni hatari alikuwa anaona. Kwa hivyo Daudi alikuwa anamwita Mungu ya kwamba aweze kumwokoa, maana Daudi alikuwa ameface kifo kimefika. Kuna wakati unaweza kaniambia mimi najuanga mauti, najua kifo. Nikisema hivyo mtu anashangaa, mama anaongeanga nini? Mimi najua kifo. Hata ikikuja tu ndio wingu nikikuja hivi, mimi nalisikia, naliambia nimeshakukamata. Nimesha kuona. Hapo mahali umefika, anzia hapo. Kuja ukienda. Maana nalijua. Ni kitu kimewahi kufanikia. Kwa hivyo nikitumwa nalijua. Hata nituma kwenye ndoto nikiamka nitajihisi nimekuja. Haleluya. Akili zako zinakaa zinafikiria tu watu waliokufa. Moja ni sasa nikikufa leo, sasa nikiacha hawa watoto wangu, sasa mume wangu si ataoa mke mwingine, na huyo mke si ataolewa na mume mwingine. Hiyo wingu la kifo limekuja. Unawaza vitu ambavyo hakuna. Bado parana kama venye watanunua shamba, wajenge, wasomeshe watoto, wasaidieko, waendeko mbali, baadhi ya kwako wakuleko vizuri. Wewe ukikaa hivyo unafikiria sasa nikikufa na hii hali. Sasa nikikufa na hii hali kweli. Sasa nikikufa saa hii. Sasa unakufa. Sasa unajiuliza ukikufa na chokufa basi. Kama hutaki kukufa, ambia kifo sikufi. Nimesha kusikia mawazo ya kifo, mipango ya kifo, dalili ya kifo, wingu la kifo, uvuli wa kifo. Leo niachilie kwa jina la Yesu. Ndio sababu Daudi anamwitisha Bwana amuokoe. Maji yamefika kwenye shingo, mauti yamefika, anasikia hayupo, hali ya maisha imekataa, lakini Daudi hakubaliani kufa, anaitisha msaada wa Bwana. Unapoomba maombi, unapiga maombi, yatakuokoa kutokana na mauti ya haraka. Mipango ya mpaka maadui wanashangaa, wanauliza, na huyu mtu tumefanya ni tumeizunguka, tumetoa sadaka, tumeenda sijui wapi, tumelipa sijui nini, mpaka tumeua mtu, bado mliwakufi. Kumbe wewe unawakamatanga mapema, unaendanga mpaka mahali penye wajaenda. Mchawi anaweza akaenda mpaka Nigeria, lakini wewe unaweza ingia ndani ya kilindini, ukatupa nyavu yao, ukakamata hizo roho, ukakamata hiyo mashindaumbwe, ukakamata hayo mapepo, ukakamata hizo vishu, ukakamata hilo gicha,
milioni zangu, nimetoa pesa zangu, umebaki yanga hapa. Tumetoa 200, tumetoa 500, tumeua ng'ombe sijui ngapi, tukaambia ni hasara kwenu. Kweli maskini kabisa. Mtatumia mali zetu kututesa. Mtatumia mali zetu kutunyanyasa. Wewe mchana anapeleka hizo pesa na wewe uko na nini? Wewe uko na nini? Kumaanisha hiyo sadaka mchana anapeleka kuli, ni sadaka, ni pesa yako. Ng'ombe zile ni za kwako. Hiyo mtachini ni wa kwako. Maisha yanataka ni nawe ukibaki hapo ukigojeka ukiumianga. Hiyo maisha ni yako. Haleluya. Daudi anaomba na kusema Bwana niokoe, kwa maana maji yamenifikia shingoni. Biblia inasemaje? Mstari wa 2. Ninazama kwenye vilindi vya matope, pasipo mahali pa kukanyaga. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila yeyote aliyenisukuma kwenye matope ya utelezi ya kwamba nishame, sema leo sitasama. Sema leo sitasama kwa jina la Yesu. Sema utazama mwenyewe. Yaani Daudi alikumbuka jambo moja, ya kwamba hao watu wamekwisha sana, wameshamsukuma kwenye matope, kwenye vilindi vya matope. Ndio sababu hapo mahali pa Mungu ama pa Yesu kumwambia Simoni, peleka sasa mpaka kilindini, ingia mpaka ndani. Ndio maana wakati nimekuwa nikiunganisha, ni Mungu akanikumbusha wakati nilikuja nikaweka hii mstari. Bwana akaniambia kwamba angalia kile Daudi anasema, ninazama kwenye vilindi vya matope. Kuingiza nyavu zao mpaka kilindini, walikuwa wanaenda kuingiza ndani mpaka mahali penye wameingizwa. Haijalishi umeingizwa wapi, una uwezo wa kujiondoa. Kama utaingia kama Simoni na kwamba ukapeleke nyavu yako, ukaseme leo ninawavua walionichinjia kafara, wakasema sitazaa, wakasema sitaolewa, wakasema sitapata amani, wakasema sitapata pesa, tumbo langu litashiba, maneno ya midomo yangu leo ninakataa, nabadilisha historia yangu. Hapa vilindini leo naingia, naharibu mipango yao. Mimi lazima niishi maisha ya kwangu. Hiyo maisha unaishi ni ya kwako ama ni ya jirani? Maisha unaoishi ni ya kwako ama ni ya jirani? Sitaishi maisha ya jirani. Ati yeye abonyeze taa, kuku wangu katae kuingia. Wakati tunaongea nikakumbuka kina Janet. Yaani tunafungua usiku kuku zinatembea tena zina haraka. Na mahindi ni kubwa. Andi anasema bana wamefungua kuku na wanajua sasa hii kuku sijui mlifikia wapi. Sasa taa zao zimewaka, uzuri zilikuwa taa zao. Haleluya. Sasa kuku zimekataa kuingia. Hata ng'ombe unamuingiza kwa nyumba na kupiga kwa sababu anataka kuendelea kula nyasi, kumewaka taa kutoka kwa jirani. Sema nimekataa. Nimekataa. Sema nimekataa. Sitaishi maisha ya jirani. Na jirani hataishi maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Sema yeyote anayeishi maisha yangu, kuanzia leo unaishi maisha yako. Narudisha maisha yako. Nitaishi maisha yangu. Amen. Wanaopita mitihani kwenye darasa ni watoto waliozaliwa na baba na mama. Tena baba yao na mama hawamjui Mungu. Wanafunzi, mwache kutuletea mchezo. Opasi anatoanga testimony yake, anasema wakati aliamua. Kuna wakati alifanya mchezo, lakini kuna wakati aliamua. Alikuwa anamkanga anaenda juu ya ghorofa inayejesha usiku. Kuna usiku mmoja akaenda, kiza kubwa likakuja, wakakuja popo wengi sana. Hiyo siku wakaleta uoga, ile uvuli ukakuja kabisa, wakumfanya kumfika kabisa hayo mgonjwa na kumwogopesha siku. Lakini aliendelea kwenda. Haleluya. Na ndiye akapata alama yenye alipata. Lakini wale wanafanya mchezo, mtafanya mchezo, mtatoka huko wale tumeuliza ulipata nini, unapita haraka unamtakia, unataka kutuuliza
utaeleza nini? Na saa hii wako hapo wamekaa mmikretioni. Sema mama ubiri haraka toke hapa. Bwana asifiwe sana. Nyinyi mnakuja na mama yenu kama mmechelewa. Mkuja hapa na alama mbaya na mama yenu anashinda kwa duka usiku na mchana, hakuna siku anapumzikaka na kusala chini ya mti. Mimi kuna siku ni mimi kuna mmoja hiyo kabisa ziboni. Nini? Unakuja kutuambia mama hata sijui sisi tunasoma na wewe tunalipa school fees. Kupeleka school fees ni kumaanisha nataka wewe uweke bidii yako. Maana bwana tumejinyima huko nyumbani huko jamaa huko mimi. Baka mdomo ukiongea na mtu unaongea kama umeangalia huko. Maana umepeleka pesa mtoto alete alama. Amen. Kama au kameingia vikundi. Bwana asifiwe. Amen. Kama hamtafanya mchezo, tutaona alama zenye mtatuletea. Amen. Mkimaanisha kwa vitu nasema mtatuletea alama nzuri. Amen. 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 Daudi alijua jambo hili kwamba yeye anazama kwenye vilindi vya matope. Pasipo mahali pa kukanyaga. Yasenena. Kila mahali kumeloa. Kila mahali ni utende wa matope. Kila mahali nikikanyaga na kanyaga hiyo tu. Yaani mimi ni kukufa na kufa. Anaitisha msaada wa Mungu. Ya kwamba Mungu wa mbingu na nchi, wewe uliyenichagua kwa nyumba ya Yese tu katikati ya ndugu zangu mimi kadogo mwenye siku stahili. Bwana kwa mahali nilipo leo, pasipo msaada wako mimi sitaweza. Maana adui yangu siku na mchana halali. Yeye alikuwa rafiki. Nililetwa kwa kama kumsaidia. Leo Sauli alishanishinda. Maadui wangu wameshakuwa wengi. Sasa hivi sina makao. Bwana usiponisaidia. Nilidhani ni rafiki ndiye aliyenigeuka. Nilidhani kwamba yeye atalinda maisha yangu akaninua, akaniweka mahali penye pako juu. Nikaoa binti yake, angalau nikaitwa mwana wa mfalme. Leo yeye amenigeuka, anataka kunimaliza. Bwana kila mahali popote penye niko, hata penye pakanyaga, bado ni matope ya utende. Mimi nakusha. Mungu pasipo wewe, wakati wewe unapitianga challenges, unaitanga nani? Wakati mambo hayaendi sawa, unakimbilianga nani? Sijawahi ona mtu anakuja hapa anatoa testimony anasema Bwana asifiwe. Ya kwamba nilikuwa kwenye hali hii na nikaingia maombi siku 5. Nimepiga maombi na leo niko na ushuhuda ya kwamba Mungu amefanya. Kuna mtu ametoa ushuhuda kama hapo? Kabisa kuna mtu amefanya ushuhuda kama hapo? Miaka 17 hakuna mtu amekomaa hicho kiwango. Haleluya. Amen. Yaani miaka 17 hakuna mtu amefika hicho kiwango. Anaweza amka kwake. Anaweza tuliza dhoruba. Anaambia Mungu na exercise mamlaka. Authority yenye umenipatia, nguvu zenye umenipa. Mungu leo mimi nazifanyia kazi. Ninaamurisha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ambaye mimi natoka hapa usiku nikienda. Mimi ndoto kwa barabara zimeteleza usiku. Natembea nikiteleza. Leo hizo barabara ninazing'oa kwa jina la Yesu. Nimepewa mamlaka katika Yeremia 1. Biblia inasema kwenye mstari wa 10 ya kwamba Bwana amenipa mamlaka ya kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Leo hizo barabara zilizojengewa, leo hiyo bahari iliyojengewa, hiyo puli ambayo imejengewa, wameniita picha yangu, wameniita sura, wameniita majina, wameniweka. Leo naibeba kwa moto. Leo namwatia aliyeniwekea. Leo namuweka na familia yake. Amen. Unajua vitu vya kiunabii, vitu vya kimungu na vitu vya kiuchawi vinaingiliana kidogo. Mchawi ya kumaliza venye amekufikiria, anakuja na kucheka na ndani anasema na kumaliza kufa. Na wewe kiroho lazima ukiingia unafanya maombi, maanisha na chenye unafanya. Maanisha na chenye unafanya. Maanisha na chenye unafanya. Tunafanyanga maombi mengine mpaka najihurumia.
Kuna wakati pastor nilikumshanga. Kuna wakati niliumwa na tumbo. Watoto wangu wanakumbukana tu pastor najua. Niliumwa na tumbo. Tumbo ilikuwa inanikata. Nasikia pumzi inaisha na jasho linatoka kwa mwili. Na tumekuwa tu salama, tumepika sapa, wadogo wamekutana, wanaenda kwa dada moja mwenye amesema Petresi. Kijana wake alikuwa amekufa. Wakapanga tu wakaenda. Vizuri. Walipofika kule wakapata nani Maragoli. Wakapata hakuna redio kutoka Viana huko chini. Tena wakarudi. Sasa kurudi akapata mahali aliniacha nimelala tumehama. Tumeenda kwa nyumba ya niko na mgonjwa. Tumbo ilikuwa inanikata, najaribu kufunga hapana. Hata mchungaji wangu hakujua. Nikwambie ukweli. Hata pasta wangu hakuijua niliumwa na tumbo kiasi hicho. Na tumbo ilinifanya hivyo na ikaendelea mpaka nikamaliza miaka 5 tumbo ikinitesa. Tumbo ilinitesa kwa hiyo miaka na nimepona nikiwa hapa msalaba. Kuna vitu vingine yenye unapitia ndani, challenges, hali ya maisha. Mungu anataka umkimbilie yeye. Uongee na yeye. Ufesi Mungu. Na mimi sijaona mtu hapa kwa Biblia ambaye kweli Mungu alienda kutana Mungu na Mungu akamwacha hivyo. Sijamuona. Sijamuona huyo mtu. Kama alienda kwa njia ya Mungu na Mungu akamwacha. Sijamuona. Wana waligeuka ndio nimewaona. Lakini alienda kwa laini ya Mungu sijamuona. Mungu anakupitishia vitu nyingine, anataka uwe na time na yeye. Na hiyo kitu chenye unapitia ndio kitakuinua hali yako ya kiroho na Mungu. Kuna vitu ambavyo unakaa hapa duniani, Mungu anataka utoke kwa mazingira ya kikawaida. Mungu anataka sa focus kwake, ya kwamba ufanye relationship yako iwe na nguvu na yeye. Lakini wewe ukifika saa maombi na saa kanisa na saa vitu za Mungu, hauna haja. Unakuja tu kwa sababu yake ni chama chetu. Ni ushirika wetu. Sasa vitu zingine unakaa nazo tu, zinakukuna tu, tunakuombea bado ni hiyo tu, tunakuwekea mkono bado ni hiyo tu, tunavitaja bado ni hiyo tu. Mungu anataka upate nafasi na yeye. Toka kwa comfort zone yako. Tafuta mahali madhabahu yako. Kuja kwa nafasi yako. Lia na makamasi yote. Mwaga na maji yote ya mwili. Mwambie Mungu nimechoka. Bwana, hakuna aliyekuja kwako akaibika. Hakuna aliyekujia wewe Mungu ukamwacha. Sijawahi ona umemwacha. Daudi akasema sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba mkate kwa majirani. Mungu anakupitishia vitu vingine, anataka kuwe na time na yeye. Uingie ndani ya kilindi chako. Mwambie Mungu, mtu aliingia kilindini mwangu, ndiye anayetesa maisha yangu. Mtu aliingia ndani ya mizizi yangu, ndiye anaibisha maisha yangu. Mtu aliingia ndani ya vilindi vyangu, ndiye ananikausha mimi nikae vile nilivyo. Mtu aliingia ndani ya vilindi vyangu, ndiye ananibebesha magonjwa. Leo naingia mpaka kwenye mizizi yangu. Leo ninatoa mpaka kilindini. Kama Simoni waliambiwa washushe nyavu zao mpaka kilindini na wakavua samaki. Unaweza vua kwa maombi mpaka kilindini na ukatoka na muujiza. Kuna muujiza wako huko kilindini. Kuna baraka zako ziko kilindini. Kuna maombi. Kwa nini Yesu hakuenda kushusha nyavu kwa niaba ya Simoni? Anamwambia Simoni akashusha mwenyewe. Kuna vitu lazima utashusha mwenyewe. Ukatoke nazo. Amen. Hakuna mtu atakushushia nyavu. Hakuna mtu atakushushia nyavu. Sisi tutakutuma tu ingia kwenye maombi. Shusha nyavu yako. Lakini pengine sitakwenda na wewe mpaka kwenye kilindini. Ninataka wewe mwenyewe usafiri uingie kwenye kilindi chako. Uangalie aliyeingia akasambaratisha kilindini mwako. Ukamate yeye utuletee. Haleluya. Amen. Kuna vitu lazima tutafanya sisi wenyewe. Kuna vitu tutafanya sisi wenyewe. Nikishahubiri injili kama hii na kuanga mwendazimu, maana nikitoka hapa hii kitu haitatoka ndani, itazidi kukaa ndani. Hata watupe majivu, hata wala
moja, Bwana amenipa uwezo, nitaingia mahali walipoingia. Jambo nami nakataa kwamba hakitaguswa. Jambo nami nakataa hakitaathirika. Jambo nami nakataa hakitakuwa cha kilio. Jambo nami nakataa sitabakia kama vile wanavyotaka. Lazima ninaamurisha vya kwangu vinatokea. Haleluya. Kuna vitu lazima utaingia ndani ndio ufanikiwe. Vile tunaambiwa lazima utapigana, lazima utoke kwa comfort zone, lazima utajijua wewe ni nani, lazima ujue wewe ni mbegu. Lazima kama kweli mbegu zimezaliwa kwa nyumba yetu ngapi? Na mimi ndio nahubiri chini. Na pengine kupitia kwangu sasa huyu mwenye amekaa pale siku sasa atahubiri sijui. Naomba yangataka hadi kama alafu mbona atimbo sijui. Kwa nyumba yetu na Mungu akaja na amenifanya kuwa mti. Hakuna kitu. Hakuna. Amos hakuna. Mama alitumika tu kuleta hiyo mbegu. Na hiyo mbegu siko hapo. Na hiyo mbegu sijisaidii. Na usizalishe nyingine. Na silete nyingine. Na ifocus kwa Mungu aliyeleta. Na endelee. Uje mwambie Mungu, mimi ulinileta kama mbegu duniani. Baba ulikosea. Shetani. Mungu wewe ndio ulinileta kwa nyumba yetu. Na mama yangu akawa hivyo na nikakufa kabla sijajua jambo lolote. Na niko vile nilivyo. Mungu una hatima yangu. Uchawi kama hakunimaliza wakati ule kama vile alivyomaliza mama, hawezi nimaliza leo. Haleluya. Pastor aliambia mchawi, mimi ni mfupa. Ile ilishinda fisi kumenena. Mimi alicheka kama baadaye. Bila umzame kwa yeye. Ende shikumba shanaye fiso kumenena. Mzee alichanganyikiwa hapo tu saa hiyo. Akachanganyikiwa, akaanza kutoa viatu, akaanza kutoa socks, akaanza kufungua shati, akaanza kufungua beli. Mzee akachanganyikiwa. Vile tu alimwambia hivyo na mzee akachanganyikiwa. Ndio mwenye alikufanga kigazi jeneza hivi. Akijajeneza pastor naye alikuwa anaanza kuchungulia. Anaweza kuwa anafufuka. Mama acha nione kama anaweza fufuka. Akienda hapo ndio msana jaa. Wanaongeza jeneza. Anasema ameongeza jeneza. Abuhamo anaweza kuwa anaamka. Anarudi anachungulia. Ilibidi matanga inafanywa msana la kaburi. Maana tumejaribu kubadilisha jeneza imekataa. Haleluya. Ukijijua wewe ni nani na uingie kwa maombi. Ukijifahamu wewe ni mbegu katika familia yako na uingie kwenye maombi. Uzuie ungwana mpendwa. Uzuie hiyo urembo. Uzuie hiyo hali ambayo inakuzuia hiyo. Uiambie leo hautanitawala. Kuna mahali utaenda mpaka utashangaa. Kuna vitu utafanya mpaka utashangaa. Amen. Haleluya. Amen. Mimi naamini nikiomba na mwanamke mjamzito anajifungua. Amen. Kama yeye atajifungua ni yeye. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana kama alikutana na mchawi na wiki 3 na akajua niko mjamzito. Na alipoleta mkono ashike na tena umepata nimeingia nikapiga na mtungi. Na hiyo mimba ikanifanya kunitatiza kidogo, kunitatiza, lakini na maombi tukamenyana, hivyo nikafika kujifungua, nikaanza saa 2 ya usiku mpaka kesho yake saa 2. Na Mungu akafanya. Mtoto alikuwa amelala cross. Na mama mmoja mwenye aliitwa rafiki yetu akaja akachukua tu mafuta ya Vaseline hii. Na akapaka huku na akarudisha hivi na akarudisha tu. Na akafanya maombi Mkatoliki. Na mchungaji amepiga magoti kwa mvua ile kinyesha usiku yote yule alikuwa amepiga magoti nje kwa mandizi. Na Mungu akafanya. Ninaamini nikiomba na wewe utazaa vizuri. Amen. Pengine kama wewe una matatizo ya kwako. Lakini mimi naamini tu utazaa vizuri. Amen. Na mtu kama unajiconnect na hii altar, mimi naamini utazaa vizuri. Amen. Na naamini watoto wako hapa wengi. Sasa niko kwa maombi ya kumwambia Mungu usinipe mtoto. Mungu watoto wenye walibaki kwangu patia watu. Amen. Acha nilee wajukuu wangu. Amen. Haleluya. Usinidanganye hakuna watoto hapa. Usinidanganye hakuna mahali hapa.
Usinidanganye hakuna utajiri hapa. Usiniambie hauna nyumba. Usiniambie hauna shamba, niko hapa. Kama hili shamba tukipewa na mikono tulinunua, Bwana wewe usinunue na kwako. Ingia kidini. Zama. Leta matokeo nje. Yesu alisubiri wakaleta ni samaki nje. Akaziona. Tunangoja uingie kidini ulete vitu. Kuna vitu ndani yako. Kuna vitu vimefichika. Kuna zina imewekwa ndani. Ni wewe kuingia pale mahali. Kuna mtu anatembanga na pale mahali. Anajua mahali kuna hiyo nyota ya baraka na vitu vya thamani kwa maisha yako. Anaendanga pale anachukua kamoja akitumia. Kamoja akikutumia. Kamoja akitumia. Ni wewe sasa uamue kuingia ndani, kuchukua vile vya kwako viko ndani vilete nje. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa na uwezo wa kutupa nyavu, lakini alimwambia Simoni, shusha nyavu yako sasa. Mpaka kilindini na ukavue samaki. Kuna vitu ambavyo viko kwa maisha yako, hamna anaweza kutulia kuweza kukuletea. Sisi tunakutuma tuingia ndani ya maombi. Ingia ndani ya maombi utapata. Ingia ndani ya Mungu utavileta. Ingia ndani ya magoti utavikuta. Bado viko. Na kama vimetumika, huwa tunaomba maombi mengine hatari hapa. Kama kuna yeyote ametumia vitu zangu, ninaomba arudishe na faida kwa jina la Yesu. Uone dabo hapa vile watakuja. Bwana asifiwe. Amen. Uone dabo vile watakuja. Ni wewe haujaamua. Mpendwa, amua ingia ndani. Wacha kuchoka. Usiseme lugha ya Simoni na kwamba Bwana tumefanya kazi ya kuchosha. Hiyo ndio inakunyima kitu chenye unahitaji. Useme tumefanya kazi ya kuchosha. Tumelima ya kuchosha. Nimetoa ya kutosha. Nimesupport ya kutosha. Nimesimama na kanisa ya kutosha. Mimi ndio nimenunua kiti. Mimi ndio nimenunua hizo umbrella. Mimi ndio nimesupport kununua hiyo keyboard. Mimi ndio nimenunua vitambaa ya kanisa yote. Mimi ndio nimenunua mashirika. Bwana nimefanya kazi ya kutosha miaka 10 bado hakuna chochote. Wewe sasa ile ninauliza Abraham aliomba miaka mingapi akijenga madhabahu ya Mungu? Anakuja kupata baraka ya mtoto lini? Kuchoka kwetu ndio kunafanyaga Mungu anachoka. Usifikirie wakati unaomba uko kwa laini peke yako. Anya kwa laini, Paula kwa laini, Meja kwa laini, Amos kwa laini, Gladys kwa laini. Watu tuko kwa laini, kila mtu anaomba anataka vitu zake. Wewe omba, kuna siku itakuja. Amen. Kwa nini malaika anamwambia Abrahamu kwa mwaka ujao, mwezi kama huu, kwa muhula kama huu? Kwa nini ilikuwa ni automatic sahihi? Ilibidi achukue muda, ndio mimba ikabebwe, ndio mtoto akakue mkubwa, ndio akafika kiwango cha kuzaliwa, ndio akazaliwa. Kufika kwa hiyo muda alipewa. Kila mtu ako na muda wa kupata kitu chake. Haleluya. Acha kusikilia mwenzako hivyo. Kila mtu ako na siku yake na masaa yake na mwezi wake wa kupata kitu. Amen. Tulia mbele za Mungu. Na tena ukifika kwa zingine mwambie Mungu asante maana nimepona. Asante maana niko mzima. Asante maana mimi ni tajiri. Asante maana mimi najulikana. Sasa zingine shukuru Mungu kama una mambo ya kuomba. Zaidi umeshushika roho umekata tamaa. Unamwambia Mungu asante. Sitaendelea kukaa kwa hali ya udhaifu huu. Sitaendelea kukaa kwa machozi haya. Mungu asante. Maana mimi unaniinua kutoka hapa chini niweka juu. Mahali ambapo wanadamu wanafikiria nimekwisha, hapo ndio mwanzo wako kwa maisha yako. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Jina la Yesu liabudiwe. Jina la nguvu zote. Nataka wewe mbele za Mungu mwambie Mungu nakushukuru kwa challenges zangu, kwa hali ya maisha yangu, kwa hali ninayopitia, kwa yale ambayo nasikia, kwa aibu niko nayo, kwa uchafu nimepakwa, kwa vitu ambavyo nimebebeshwa. Mungu nakushukuru maana kuanzia leo kilindini mwangu aliyeingia akachafua nisipate chochote, akazima nisikipeleka nyavu yangu nisivue kitu. Kwa neno lako leo ninaingia na kushama. Ninaomba Bwana kilichofichika ndani ya vilindi vya maji, ndani ya matope ya kunihangaisha, leo ninatoka na kutoka navyo
kwa jina la Yesu Kristo. Ninaimarisha maisha yangu, nafungua kila kitu, naachilia baraka zangu, natangaza maisha yangu sitabaki mtu wa